Papa Francis alifariki akiwa na umri wa miaka 88. Alikuwa akifahamu vyema hali yake udhaifu na uzee wake. Mapema mwaka wa 2015, Papa Francis alikuwa ameonyesha hamu ya kuzikwa katika Basilika la Santa Maria Maggiore, kanisa la karne ya 5 huko Roma lililowekwa wakfu kwa Bikira Maria. Alijitoa sana kwa Maria na kanisa lake hivi kwamba baada ya kila moja ya safari zake, zaidi ya safari 100 nje ya nchi, alitembelea baada ya kurudi Roma kusali na kutafakari. Hakuna papa alizikwa huko Santa Maria Maggiore tangu karne ya 17, Papa Clement wa 9 alipozikwa huko. Katika karne za mapema, mazishi ya papa yamekuwa na mambo mengi, lakini katika miaka hivi majuzi ibada zimerahisishwa. Kama Papa Francis alivyoagiza, hizi hapa ni hatua ambazo ibada hiyo itafuata. Kituo cha kwanza, maandalizi ya mwili. Taratibu za mazishi hufanyika katika sehemu 3 ambazo zinaitwa vituo. La kwanza hufanyika katika kanisa la kibinafsi la papa baada ya wataalamu wa matibabu kuthibitisha kifo chake. Hatua hii ilikuwa imefanyika kando ya kitanda cha papa. Kila papa huvaa pete iliyotengenezwa kwa desturi na sanamu ya kuchonga ya mtu akivua samaki kutoka kwenye mashua, akisikiliza tena Injili ya Mathayo ambayo Yesu anamuita Mtakatifu Petro mvuvi wa watu. Pete hiyo ya fisherman iliyopo na jina la papa la sasa lilochongwa juu ya picha inawezekana kutumika katika muhuri kwenye hati rasmi. Kamelengo itavunja pete ya Papa Francis na kuvunja muhuri kwa nyundo au kifaa kingine ili kuzuia mtu mwingine yeyote kuitumia. Vyumba vya papa pia vitafungwa na hakuna mtu atakayeruhusiwa kuingia. Kituo cha pili, kutazama mwili. Papa alifariki atavalishwa kasoki yake nyeupe na mavazi mekundu, kisha kuwekwa kwenye jeneza rahisi la mbao. Hii itafanyika kwa maandamano hadi kwenye Basilika Mtakatifu Petro, ambapo utazamaji wa umma utafanyika kwa siku 3 zijazo. Mwili wa papa utaachwa katika eneo tambarare lililo wazi katika kipindi hiki cha kutazama ili kusisitiza jukumu la unyenyekevu la papa kama mchungaji wala si mkuu wa nchi. Katika mazishi ya Papa Francis, baada ya kutazamwa na umma, kitambaa cheupe kitawekwa juu ya uso wake akiwa amelala kwenye jeneza la mwaloni, lakini hii itakuwa mara ya kwanza kwa jeneza moja pekee litatumika. Kisha misa ya mazishi itaadhimishwa katika kanisa la Mtakatifu Petro, ikiwezekana zaidi ndani kwa sababu ya hali ya hewa ya majira ya baridi kali. Misa itaendelea kusema katika kumbukumbu ya Papa Francis kwa siku 9 baada ya kifo chake, kipindi kiitwacho Novendialis. Hii inatokana na utamaduni wa kale wa Roma unaoelezea kipindi cha maombolezo kisichoisha siku 9 baada ya kifo. Kituo cha 3, mazishi. Mapapa hapo zamani wamezikwa katika sehemu mbalimbali hadi kuhalalishwa kwa Kristo katika milki ya Roma mwanzoni mwa karne ya 4. Mapapa wangezikwa kwenye makaburi maeneo ya maziko nje kidogo ya Roma. Baadaye mapapa waliweza kuzikwa katika sehemu mbalimbali kama vile Basilika Mtakatifu John Lateran, kanisa kula rasmi la Roma, au makanisa mengine ndani na karibu na Roma. Wachache hata walizikwa nchini Ufaransa katika karne ya 14 wakati upapa walipohamia mpaka Ufaransa kwa sababu za kisiasa. Kulingana na matakwa ya Papa Francis, kuna uwezekano kutakuwa na msafara kote Roma hadi Santa Maria Maggiore, ikiwa ni pamoja na gari la kubeba maiti na magari ya kubeba wengine ambao watahudhuria ibada hiyo ya kibinafsi. Baada ya sala chache za mwisho na kunyunyiziwa maji matakatifu, jeneza litawekwa mahali pake pa mwisho ndani ya kanisa. Baadaye tu eneo hilo litafunguliwa kwa umma kwa ajili ya maombi na ibada.